This is The Process with Investor Moas. And yes, this is The Process with me, Investor Moas, and Karibu Sana. Of course, this is your channel whereby we'll be looking at different things, but of course we are saying it's about real people, real stories, real stuff. And if you're joining us for the first time, this is Investor Moas YouTube channel. Na kama hauja subscribe, this is the right time to do that. Enda hapo, finya subscribe. Hapo kona kuna kabel, finya hapo pia. And of course, you'll be getting updates when we are uploading new videos. And today I have an amazing story. And I have a really wonderful lady who owns a good business. Of course, yeye ako na hospitali kubwa sana. Lakini hii hospitali ni ya bikes, you know, motorcycle. I'm in Roiro and this is Bright Day Bike Clinic. Kisikia ni clinic ya ukweli. Zile bike zote zimegojeka, hapa ndipo huwa zinakuja. And of course, thank you so much, Nelijoy, for joining us. I want to give you this chance to, you know, introduce yourself to our viewers. Thank you so much, Mr. Moas, for this opportunity. Yes, my name is Nelijoy Kadhure. I am the CEO of Bright Day Bike Clinic. This is a clinic whereby we treat all kinds of illness concerning bikes. We have so many types of bikes and we got attention for all of them. Now, Nelijoy alizaliwa wapi? Nelijoy alizaliwa pale Meru. Aha. Oh. Yes, I come from Baite. Baite. Sawa, nitakuuliza swali baadaye. I'm the firstborn and I have a younger brother. Okay. Who is 4 years younger than me. Okay. And my parents also live in Meru. Yes. Yeah. Okay. So from Meru to Nairobi, you know, how did you come about to find yourself in Nairobi? Okay, thank you. I came to Nairobi in the year 2015. Purposely I came for studies. Okay. I really loved reading and I believe that teachers used to tell us that work hard until you go to the university. Yes. And they also used to tell us that you cannot be in Nairobi, you cannot get a chance to be in Nairobi if not because of education. Yes. So I made sure I worked so hard such that I got an opportunity to join a school in Nairobi. Okay. And even during selection, I was so focused on a school based on Nairobi. Wow. So I passed my KCSE at Maua Girls High School in Meru, Maua Town. Okay. Then I joined KU, Kenyatta University, for Bachelor of Education Arts. I'm a teacher of English and Literature. Wow. All right. Yes, and I joined first year in the year 2015 September. Okay. And completed in the year 2019 April. Yes. And graduated in the year 2019 December. Wow. So I have 1 year, 9 months outside since I graduated. Wow. And I decided that before TSC allocates me for a school, I should start doing business. Okay. That is how I got to be the CEO of Bright Day Bike Clinic. Wow. Yeah. Now, let me ask this question. Yeah. You know, kuna zile biashara zinakuanga, you know, they are ladies oriented. Yeah, kama salon, boutique. Sasa wewe, how comes ulifikiria mambo ya chuma? Actually kila mtu niulize hiyo swali. Yeah. Mbona nilichoose biashara? Yes. First of all, I have the passion for bikes. Oh, okay. Yeah, hata nikiwa shule, during those long holidays, nilikuwa nafanya job. Okay. Na supplying ring, nilikuwa nafanya job petrol station. Nilikuwa nauza spare parts za gari. So that's why I used to boost my needs and requirements in school. Okay. So through savings and other things, I managed to buy a motorbike in the year 2019. 2019, okay. Nikanunua motorbike inaitwa Captain. Okay. So since I had the love for the bikes and I also ride, by the way I'm a rider. Wow. So nikajiuliza, what can I do? I also love business, what can I do? But I don't want to be in the common market. I want to be stylish and I tend to be unique.
Yes. And I took 1 year Okay. to decide what to do. Okay. I earned the money Uh-huh. to start the business, that is Yes. capital, Yes. and of course location. Okay. But the idea was The idea. very challenging. Uh-huh. So I evaluated myself. What do I like? Okay. Find out if I manage to buy a motorbike, Yes. then I can do something to do with motorbike. Okay. So at first I thought I would be a rider. Okay. That is transporting goods and people from one place to the other. Yes. But unfortunately, I was involved in a road accident last year, April. Okay. So the courage for the road Okay. wasn't that much for me. So I cancelled the idea because even today, Yes. when overspeeding, overlapping, Yes. I still fear. Okay. So I cancelled the idea. The trauma, yes. The trauma, I was traumatized by the accident. Yes. Then from there, I decided what else can I do concerning the bike. Okay. Then I came up with the idea Yes. of the spare parts, Okay. and linking the spare parts with the the vehicle spare parts, the job that I did Yes. when I was in college Yes. during my long holidays. Okay. I thought that I would do best in that area, since I had little knowledge, of course, not on bikes, Yes. but on cars and lorries and whatever about the vehicles. Yes. So at first I thought bikes would be challenging, Yes. since I didn't have any idea about the spare parts. Okay. And then thinking of car spare parts, Yes. quite very, very expensive. Yes. So I just said I will move on, I'll do it. Okay. I didn't know even the names of the spares. Uh-huh. Of course, the tires and the side mirrors Yes. are the common spares. Yes. But I told myself I'll go there, I'll venture into that business, and I'll learn as I sell. And that's what I did. Wow, that's awesome. Now, this show is about the process. Yeah. You know, people who are watching outside there, they would really want to know, like, where exactly did you begin? And I like the point that you've talked about passion, because, you know, you love bikes, you are a rider, and here now an idea comes that you also need to do something that is related to what you love. Maybe you can tell us more about how passion is important, even before we get to how you began, how passion is important to, you know, passion in business. Okay. First, Yes. you need to, there's a difference between doing what you love Yes. and loving what you are doing. Okay. Doing what you love and loving what you are doing. Uh-huh. So with passion, Yes. you do what you love. Yes. And with employment and salaries, Yes. you have to love what you are doing to Yes. avoid stress and maybe to do your best in your workplace. Yes. So myself, if you want to begin a business, Yes. you need to have the passion of what you are going to do, Okay. because there are so many challenges along the way. Yes. But when you are passionate, Yes. you have to conquer, you have to do marvelous. Okay. For example, myself, a customer would come, Yes. do you have clutch gear? Yes. I don't know what is a clutch gear. Yes. Uh-huh. But since I have the passion, I would Yes. ask the customer, can you show me a sample? Yes. Then I will go to my stock, Yes. look at what the customer needs, Yes. and then I sell. Yes. But if I didn't have the passion, Yes. just say, hii hata sijui ni nini, Yeah. mi hata sijui kama iko. Hata say yes. Unaona? And Yes. alongside that, you lose the customer. Yes. So with passion, Yes. you start from zero, Zero. Yeah. you grow, then you reach at the topmost. Yes. Like today, I can 100% sell anything, Anything. including the engine, Yes. including the special bikes, Yes. because that passion has given me the growth. I can clearly give you a list of, like I have a friend who wants to begin this business. Yes. I could clearly write a list of what he is expecting. Yes. Don't have to look at the booklet. Yes. So basically, passion is a drive set Yes. of every business. Every business. Now, for one, with passion, Yes. what passion has taught me the most is the challenges faced alongside the business. Yes. So do not rush if you want to begin a business. Yes. Evaluate yourself and see what you love. And if you love that thing, you Yes. must excel. You will excel. Yeah. Definitely. Now, let's get to
where do you begin? Unaanzanga wapi? Spare parts, kuuza spare parts za bike. You know, unaanza na tire, unaanza na pump ya pressure hapa. Where do you exactly start? Okay, kwa hii biashara ya spare parts, Yes. bike is divided into two. Kuna the external parts and the internal parts. Yes. The external parts are cheap Uh-huh. and fast moving. Okay. And the internal parts are very expensive Yes. and slow moving. Okay. So you begin by the capital. Your capital determines on what you stock. Yes. Like myself, Yes. I earned little capital, Yes. but I knew how to triumph. Yes. So you begin by stocking the external parts of the motorbikes, like the side mirrors. Yes. They are easily broken. Yes. The mirror holder, that side mirror is held up by something known as mirror holder. Okay. They are easily broken. Yes. Like the mud flaps, Okay. like the mud guard. Yes. They are easily broken, so they are easily purchased. Yes. So you begin by stocking the external parts of the bike. Then when it comes to the internal part, you look at the engine. Yes. And bikes are divided into several categories. We have one known as CG. Yes. CG are the common bikes like Captain, Dayun, Ranger, and Tigers. Yes. Then we have another special class for Yes. TVS, another class for boxers, Yes. and another class for sport bikes. Okay. And in each of those bikes, Yes. their stocks is different. Their spares are different. Yes. So when you venture into the internal parts, that is the engine, Yes. you have to give every kind of the bike Yes. their part. Yes. So you find that for you to be fully stocked, Yes. you need a lot of money. For the CG motorbikes, Yes. do not share Yes. with the TVS, Okay. they don't share with the boxers, they Yes. also do not share with the sport bikes. So you basically consider the external part of the bike, Yes. then the internal part of the bike. So for those internal parts, maybe for a beginner you can have single parts Yes. until you grow to stock more. Then for the other parts, that is the outside parts of the bike, Yes. need to be fully stocked, because when a customer comes for a side mirror and you say Yes. it's out of stock, Yes. the customer loses interest and confidence Yes. in your stock. Sasa atajiuliza kama una side mirror, utapata valve, valve na iko kwa engine. Utapata crankshaft, utapata battery. Yeah. So ndio ujifiche na hiyo customer na ulan na ugrow. Yes. Lazima hizi parts za nje Yes. ukuwe fully stock. Okay. Then you treat your customer well. Either kitu huna, you build the interpersonal relationship with the customer. So that, for example, you don't have something concerning the engine. Yes. Sasa since customer may trust in other things and wanaona it's a new business, Yes. they can trust you for tomorrow. Like namwambia naweza kukuitishia kesho utakujia. Then you make sure usikosea your customer. Then the customer goes and brings some more. That's how you grow. That's how you grow. Yeah. So you depend more on customers that you retain Yes. and not the walk-ins. First, you need to go marketing. You need to go have to market outside and market yourself, because as you can see, Yes. there are many shops Yeah, here. there are many shops. Na hata ukienda before 2 kilometers utapata some more shops. Yes. So lazima uende pale kwa ground Yes. upate customers, waulize wewe ni nani, Yes. shop yako iko wapi, Yeah. unauzanga spare gani, juu kuna duka specifically Yes. inauza TVS and boxers. Yes. Na kuna ingine specific inauza CGs. So waeleza unauza part gani, your prices, Yes. and the most important thing kwa hii kazi ni mechanic. Mechanic. So mweleze uko na mechanic. Okay. Wamba akinunua oil akikuja Yes. service, Yes. atabadilishiwa hiyo oil. Yeah. So kitu ya maana ni kwenda kwa ground umwelezee. Yes. Then akikuja, Yes. the interpersonal relationship with the customer. Unajua watu wa pikipiki wanakuanga na mchezo mingi. Yes, yes. Kuwa that serious. Yes, yes. Yeah, you do what they want. You listen to them. Then of course through that watakuwa wanachangamka, hata kuja kwa shop wanachangamka, na kuchangamka inamaanisha watachangamka Yes, yes. na wateja wengine more. That's- Yeah. Wow. That's awesome. Now, I would want you to tell us about like when did you begin this business and how far are you now? Okay, at first Yes.
last year I decided now. You see, I've told you that I took long to decide on what to do. Yes. So last year Christmas, I was really decided that I want to open a bike clinic. Oh. So I went home in Meru for Christmas, Yes. and I came back. When I came back now, I had a small car job for back to school promotion, January, which ran for 2 weeks. Yes. And on the 14th day it ended. So from the 14th day, Yes. I began now looking for a small house for the business. Yes. So fortunately, niko napeleka rafiki yangu salon, nikapata store to let. I called the number. It was on 15th of January. Yes. Nikaambiwa the house is vacant. Nikaenda nika-evaluate vizuri. I made up my mind. Nikalipa rent. Then on the 16th, nikaita a friend of mine anaitwa Mike. Yes. Huwa anajengea watu ma shelves. Kashinda kujenga shelves, fanya all the preparations. Yeah. Then on the 20th, Yes. nikaenda kubuy stock. So nikapanga stock vizuri. Nikatengeneza hadi bana. Yes. Then on the 21st of January, Yes. I started selling. I opened at 8. Yes. And you can imagine I just sold one side mirror. The whole day? The whole day, 400 shillings. What was Bringing it up- like for you? As in, what did you feel about the first day? On the first day, I felt a lot of fear. Okay. Like nimemwaga pesa mingi sana na watu hawakuji. Yes. But I told myself, as long as wanaona kuna a new shop, wanakuja. Yes. Kwanza wanakuja na how much was stocked. Yes. Wanakuja wanaangalia, unawaeleza wewe ni nani. Okay. Ulikuja hapa lini? Yes. Unawaambia ukujange sasa na uniletee marafiki wako. Yes. So utapata the first day ilikuwa very challenging, nilikuwa nasikia nitawezana kweli. Lakini nikaja, I walk with faith. Yes. For I believe that whatever I plan, Yes. God establishes, and my faith is so strong such that mimi sikuwa disappointed that easily. Yes. So nikajiambia, nikaona saa 10 imefika sijauza. Nikajiambia acha nifunge. Yes. Leo sioni kama nitauza. Yeah. Sasa nika hapo tu nikijipa moyo, customer akakuja. Kaniuliza uko na fundi? Sikuwa na fundi. Kamwambia hapana. Kamba sasa ningetaka kubadilisha oil, Yes. but una fundi. Yes. Side mirror naweza jiwekea. So akanunua side mirror. Akaenda. Sasa venye nenda nikasikia, wow, leo nimepata pesa. Yes. So your customer akanirudisha back to my month. Nikafeel I'll make it. Ajambia, so today people awareness. Create people awareness that like more than 10 people wamejua kuna new shop. Yes. Then one of them amenunua. So tomorrow, Yes. 30 of them watajua new shop and 3 of them watanunua. Yes. That's a faith that I used. And Faith. yes. And then it was on 21st, then for the next 10 days, Yes. mpaka mwezi ishe. You can imagine I was able to sell money enough to pay the rent. Wow. So the second The day, first month. the first month, that is only 10 days. Yes. Nikaendelea tu kupata customer hivyo, na sikuwa na fundi, so the mechanic was the challenge. So walikuwa nakuja wananunua, wanaenda kujiekea, ama they go to other garage. So tukaendelea tu hivyo, and then on 23rd I didn't sell. 23rd kitabu ilikuwa inasoma 0 sales. 24th kulikuwa poa. 25th, and then on the end month, Yes. nikapata fundi, tukafungua engine. Kifungua engine, we make good money. And then on 31st pay ilikuwa poa. So nikifanya profit of the month, I was able to buy some myself 1 kg of nyama. Yes. And also pay the rent. So nikasikia, wow. Then nikajambia, then February, I strive to make double of what I got in January. Kaeka bidii kuongelesha customer, kuwa treat vizuri, fungua mapema. Yes. Then Mungu ni mwaminifu, akaniletea fundi. Tukaendelea tu hivyo, lakini along the way nikapata a lot of challenges about the mechanic. Alikuwa mlevi sana. Alikuwa analewa, anaanza kuongelesha customer vibaya, anafunguanisha bike, anaiacha, anaenda kulewa. Sasa ikakuwa sasa nikaingia sasa into stress. Yes.
yani ile stress hadi nikakonda. Sasa unapata nimeenda tao kuchukua mzigo. Yes. Unapata bike ilifunguliwa saa 2, nimerudi saa 4 saa 5, haijamaliziwa. Customer ana complain. Sasa customer wakaanza kutoroka. So nikaambia God, nipatie mtu mzuri. Wakasema nimetafuta hivi na shida, wasipotee. So nikakuwa very very stressed. Hadi nikajiambia, hadi I thought of quitting. Nikajiambia, oh no, mali nimetoka ndipo faa, mali naenda ndipo faa. Then nikajiambia, of course nothing comes easier. Then kuna rafiki yangu anaitwa Ben, alikuwa ananiambia usi give up Joy. One day utakuna pia watu story, and I didn't know Mwas nitakupia story yangu. Imagine hapa niko hapa hata na shindo nitakuuliza nini boss. Imagine sababu alikuwa ananiambia siku moja utapia watu story. Wasikuone umenunua gari wafikiri gari rijileta. Wasikuone kwanza alikuwa anatumia jina ku-expand. Wow. Wasiona ume-expand biashara wafikiri it's that easy. Nilikuwa na stress, nilikuwa nalia, machozi. Nafunga shop. Hadi sasa nasikia kulia by the way. Kwa nafunga shop, enda home. Nalia juu number 1 ananitusi. Anatusi customers. So personally anani affect na pano na affect kazi yangu juu ya wateja wangu. Nikishuka pale stage nikitoka tao wananiita watu waduthi. Hi Joy, huyo food wako hatukuji hapo tena. Huyo food wako ni 0. So nasikia vibaya. Sasa unapata sasa kazi kaanza kwenda chini. Sasa but since they know my service is the best, waka-retain kununua wakienda. Bana unapata ukinunua spare uende kwa mali pengine inakuanga expensive. So nikaambia God, nipatie fundi mzuri. So tukaendelea tu hivyo February March, nikajaribu kumfuta. Nikimfuta anakuja anaomba msamaha. Ananililia pia sina mali pengine pa kwenda. Alright. But ana change, ananiambia atalewa tena. Akanambia ata change. Anakuja tu ana change just for a week. So nikamwambia basi nimeona hii pombe yako utawaiacha. But please wacha kunitusi na wacha kutusi customer. Kunywa pombe sitakukataza juu hata nimekuombea ni kama hata maombi ifiki. Nimekuongelesha ni kama usikii. Basi tuachane na matusi hiyo ingine nitavumilia. Sasa unasikia akiniambia wewe mjinga hata ujui break shoe ni nini? Sasa amekwambia ni vitole. Yes. Sasa alikuwa amekuja sana. Unajua sasa amefunganisha na kuambia niletee hiki kitu. Unajua una learn. Sasa anafaa kuonyesha ndio keshowe ulete bila kuonyeshwa. Sasa kama amelewa na kuita mjinga hata sijui ulifungua hii kazi ndio ufanye nini. Kai and then we feel so embarrassed. Kuna watoto wa other business people wanakuchekelea. Customer wanasikia vibaya. Other grown ups wanaona huyu mtu achinje. Na nikakuwa so much stress by the way. And so how did you overcome that, especially now? You are the boss. Umeajiri mtu analewa anakutusi. You know, how did you overcome that? Persistence and perseverance. Niliambia God, kama hatawezana na pombe, mondolee tu kunitusi. So na nikaita mzee mwingine alikuwa na bike, mzee kabisa amuongeleshe. So nikaambia God, since ni vigumu kupata fundi, nikajaribu hadi by the way nilijaribu kutafuta fundi mwingine. You know, mafundi wananunuliwa. You buy them with money. And then ukiwanunua wanalipa customer kwa duka yako. Nikajaribu kununua moja akanikon. Nikakuwa sasa depressed kabisa. Sasa nikakuwa hadi siongei hata na watu. Lakini kufungua tunafungua na vumilia tu. So vile nilinunua mmoja akanikon, nikasema sinunui fundi mwingine, Mungu sasa wewe niletee fundi. Nikamvumilia sasa akareduce matusi but pombe kama kawaida. Another challenge ilikuwa akipata pesa asubuhi ni hivyo. Atengenezi tena. So like akitengeneza bake bill 150 driso, ingine also punch driso 400. Akuji tena kwa kazi. Sasa nikaambia God, acha niuze kile nitauza nikikungojea wewe sasa. Kwa sababu nimejaribu kununua mwingine, amenikon. Nimejaribu kuita wengine from other garage, wanakataa sababu busy imeshika. See, my place wasn't that busy. Na wao mali wako, bikes zinapanga line.
so wanakataa. Yes. And then siwezi taka, unajua once bitten twice shy. Yes. Sikutaka kununua mwingine ani container. Yeah. Sasa nikaambia go nitaka tu na yeye. Yes. Na wale wenye watapotea ukinipa fundi mzuri watarudi. Yeah. Nikaweka hiyo imani. Kavumilia kila kitu. Yeah. And one day kulikuwa kukafunguliwa another garage karibu na Lista supermarket. Sasa kukakuwa huyo fundi ameachiwa duka na bosi wake. Bosi alikuwa anafanya other things. Yes. So nikaanza kuona a new mechanic akikuja kwa shop yangu kununua vitu, anaenda kuweka. Hata ananipigia Joy, uko na rings? Yes. How much? 300. Niletee. Uko busy? Niletee, nimefunguanisha na starcher, spana zibiwe na muletea. So sasa at first mimi nilikuwa najua shop ni yake since sikuwapata mtu mwingine hapo. So siku moja nikajiambia tu acha ni muengage nisikie huko kunaendeleaje. Anaitwa Andrew. Kamuliza Andrew, mambo poa. Hii duka I started by a joke. Yes. Si ukuja tu merge biashara yako na yangu. Since unauza vitu za TVS and Boxer, mimi nauza other common bikes. Tunaweza merge. Akanipatia the answer that I wanted. Boss haizi kubali. Sasa nikajambia okay. Hii biashara si yako. Yes. Umeajiriwa. Yes. Kamwambia basi ni sawa. Tuendelee tu kupromotiana na kitu unaniuliza na kutumia. Na mimi the same way. Aya, sasa kutoka hapo nikaendelea tu nikivumilia. One day huyo bosi wake akaanza ku give up. Sasa akaanza kuwa kitu ikiisha haleti. Unajua kinunua oil before zishe unarudisha stock. So akakuwa so reluctant ku restock the shop. So duka ikaanza kuisha. So unaambia customer akuje na vitu zenye hana. Na customer wanatakanga wakuje, hii ni how much, a bargain price, umsikizane wale na fundi just uliishe. So hiyo biashara yake ikaanza kuisha, and then huyu kijana akakosa kumpa mshahara for 2 months, and then akashindwa pia kulipa rent. So landlord akawaambia atawafungia. So the guy, the mechanic, kuja akaniambia the challenges zenye ana face. Yes. Nikamwambia na mimi challenges zenye na face juu hadi huyo the mechanic wa the other shop akikuja kwa my shop, my mechanic alikuwa na mtusi. So nikamwambia my challenges unazijua na uko na testimony. So wewe fanya hivi, ikiumana wewe kuja hapa. Akaniambia sawa. Akaniambia lakini siwezi mtoka kimadharau, wacha I wait until the end. Juu ajalipa nyumba miezi 2 sasa, landlord atanitoa. Kumwambia sawa. I remember that month ilikuwa June. I lost my grandfather. So nilikuwa najipanga kwenda Meru for burial. Akakuja akaniambia ile nyumba ilifungwa. Sasa naenda kutafuta landlord anitolee toolbox, mimi nijitoe. Nikamwambia sasa umeamua aje? Akaniambia challenge ni kuwa spare zenye unauza wewe sijasomea hizo pikipiki. Mimi nimesomea hizi zingine. Na mimi challenge kwangu ni spare zake ni thrice expensive za India zenye mimi nauza. TVS and Boxers are very expensive. So nikamwambia mimi nataka kwenda home mazishi. I talk to my aunt anipe loan. Ni stock vitu tudogo twa bikes zako ukuje. Akaniambia na mimi pia brother yangu is wedding, nitaenda Ushago for 1 week. Sasa ukirudi uniite. Nikamuuliza are you sure? Alikuwa anatoka Kakamega. Are you sure ukienda Kakamega utarudi after all those challenges? Akamwambia yes, mimi ukiniita nitakuja na ukuwa na pesa sababu ya stock. So alienda kwa mimi nikaenda kwetu. Kurudi nikamuita. Akaniambia hata nilisharudi, I'm around. So I called the guy, we talked, tukanisha things that I needed to buy. So the following day, tukanunua stock ya parts za TVS and Boxers. Tukakuja tukapanga duka. I still have the disturbing guy, that other Kalewa. Sasa venye aliona nimeleta mtu mzuri, akareform. Okay, hiyo ndio ilikuwa dawa. Akareform.
Now, before we continue, let's take a short break. Okay. And when we come back, of course, we'll finish that point of the reform. Yeah. And then definitely you'll be telling us, how did you now come to a point where you broke even? And of course, we'll be talking about the second shop of which we are in now. Yeah. And it will be awesome. So we are taking a very short break. We'll be right back. And make sure kama wewe haujasubscribe. Kama unajua vizuri haujasubscribe, subscribe tu sasa. Hii ndio chance yako ya kusubscribe and it will be a blessing to us. So don't go away. Usiguze hiyo kidude. By the way, unajua hii garage nilianza na Gatwero peke yake. Hii biashara yangu ya kuku nilianza na Karuoya peke yake. Karuoya peke yake. Na sasa ndio mimi supplier wa kuku hii Jericho yote. From Cat Fair Tales, we bring you real stories, real people, real events. This is The Process with Investor Moss. Yeah, welcome back. This is Investor Moss YouTube channel, and of course this is The Process, and we are having a very encouraging, inspiring story with one Nelly Joy, CEO Bright Day Bike Clinic. And of course, before the break, we were talking about how she got the second mechanic and the first one reformed. So Nelly Joy, I think wakati wanasema dawa ya moto ni moto. Exactly. I think you're kweli, according to your story. Yeah. So we were talking about how you got the second mechanic, and the first one mwenye alikuwa na kutusi, ana level of then reformed. What transpired? Okay, and now from there nikatoka kwa darkness. I saw light. Yes. I saw God. Fundi akakuja. Sasa nikaanza tena upya kwa ground. Yes. Kwambia wateja I now have a mechanic. Jua aliniambia wao kitafuta fundi mzuri tutarudi. So nikarudi pale kwa ground. Yes. Kuwapatia information. Sasa niko na fundi. Hata nime-expand biashara, sasa tunaunda pia TVS and boxers. So sasa wao walikuwa wamezoea kuunda kwa muhindi kwa kampuni pale chini Roiro. Yes. So I saw a new glory. Sasa kutoka hapo customer wakaanza kurudi, and then this new mechanic alikuwa na customers wake wengi, so duka ikaanza ku overflow. So duka iki overflow, huyu mwingine hawampei kazi, so ikakuwa yeye anashinda idle unless mpita njia maybe ako na puncture ama very minor duties. Hizo ndizo kazi alikuwa anafanya. So akaanza kusikia ako out of place. And then delegation of duties na pia the new mechanic. Nikienda town namwambia 1 2 3, kinunua stock namuuliza what is missing, what should we add. So akapata ako left out kidogo. So akakuwa pia yeye stressed. So kukuwa stressed akaniongelesha, akaniambia mbona nimemfanyia hivyo. Nikamjibu vile tu umesema dawa ya moto ni moto. You thought utanisumbua forever. So uliona customer walipotea juu yako, sasa si wamerudi na wakupei kazi. Why don't you change? Mimi sina intention ya kukufukuza, but change. Akaniambia ata change. So through the stress akashindwa kuchange, sasa akakuwa worse. So akarudi pombe, lewa yuko, anashinda amelala. Sasa hiyo stress traumatize pia. Sasa akaanza Victor. Sasa akaanza kuchapa the new mechanic. Yes. Na mimi kunitishia pia mimi atanichapa. So nikaona hapa kitaumana. Sababu the old mechanic is jealous of the new mechanic. And the new mechanic is excellent. Performance yake ni excellent. So nikaona mimi ndiye nitaumia. Nikatafuta binu. Nikamwambia God, huyo mtu at some point amenisaidia. Remember, I thank God I never made loss. Even a single man. Nafanyanga bookkeeping zangu monthly. So natoa expenses, napata nini nimepata. Sikuwahi kufanya loss hata siku moja. Sikurudi kwa mfuko kulipa rent hata siku moja. So nikamwambia God, at some point huyu mechanic amenisaidia. Alikuja na customers wake na nimejaribu ku retain regardless of the situation. So mimi sitaki na mdomo wangu nifukuzie yeye.
So akapata, there is a certain lady alikuwa ataka kufungua garage, akampromise atamnunua. As I told you, they are bought. Hawezi pata mechanic for free. Ni mimi tu special juu niliambia God sasa wewe nitafutie. So akamwambia atamnunua. Unfortunately akajitoa before the chicks they hatch. Akajitoa akanunuliwa kabla the lady afungue shop. So that lady mali alikuwa anatarajia pesa hazikutoka, so akashindwa kufungua. So venye aliondoka siku mbili na kututishia, nimenunuliwa, nimeenda place better, nimeenda mali kazi ni mingi. Nikamwambia ni sawa, wewe enda na amani na utuache na amani. So vile ile plan alikuwa nayo ya kununuliwa ili fail, akajitoa saa akarudi tena. So vile alirudi after 2 days ndio na mimi nilichukua hiyo chance. Akamwambia uliacha umetutusi, umeenda, weenda sasa, we don't need you anymore. Akasema amesha develop customers, haezi toka. Sasa atauda garage yake hapo kando yangu. So I went ahead and talked to the landlord. Nikamwambia huyo mtu ananisumbua na kutoka leo hayuko kwa premises zangu ama zako. So bali atafanya kazi hayuko kwa mikono zangu na mimi sifanyi kazi na yeye tena. Akasema akaambia landlord basi amlipishe. Sasa you can imagine tuko hapa na yeye ako pale, amlipishe that ka space just kunisumbua tu. Adora akamwambia ulikuwa hapa sababu ya Joy, na kama umetoka kwa Joy wewe enda kabisa. So landlord akaniambia nimtolee vitu zake nje, kamtolea toolbox, old tires, everything. Akachukua motorbike akaenda. So hivyo ndio walituondokea, tukabaki na new fundi ajui pombe ni nini, ni mtu wa maombi, ni mtu wa kanisa, faithful, honest kwa pesa, honest kwa stock, na kazi excellent. And that's how ni overcome stress na nikafika the land of Canaan. Sasa hata nikaanza kunona na kukua brownie. Now, yes. Talk to us about within a span of 9 months, you are able to do to expand and you have now this shop which is the new shop. Yani 9 months kama ya mtoto. Exactly. So I've been pregnant for this shop, and on first I delivered. Yes. And I thank God I'm also doing well here. Yes. Yeah. Wow, that's awesome. Yeah. And as we wind up, I would want you to, when you are talking, you always refer to, prayer, talking to God, praying even for abusive or calls or abusive, employee. And I want you to tell us, to talk about your faith and the role it has kwa hii biashara yako. Okay. First of all, I believe that everything I touch with my hands, yes. Kama nimeshika 5 bob, yes. I must multiply it kwa sababu niko na faith. Yes. Kabla tufungue the new shop in Kiunguro, yes. And here in Ruiru, yes. Kwa naambia God usini let down. Mimi naambia God hata ukinibariki nikuwe millionaire, nitatumia pesa yangu to help others. Yes. So faith is very very important mali nimefika. Na kuanga na apply prayer, persistence and perseverance. Prayer, persistence and perseverance. Yes. First you pray. Yes. Na nimekuwa tu nikiombea huyo fundi, nikiombea customer, nikiombea business, everything. Yes. Then perseverance. As you have learned from my story, yes. My story was very difficult. Hata si venye tu nimeisema sahi. Hata nikikwambia tukae the whole day nikikupatia mambo. Sasa nikienda into details mambo amenifanyia. Hadi nimeachwa motorbike niendeshe na ni ya customer. Haijamaliziwa sasa nimeambiwa chukua. Jua vile utaipeleka. Na sasa ni zile bikes za unajua I ride yes but zile bikes zinaka worn out kabisa siwezi ride juu zinakusumbua. So nikienda into details I'm a lady of perseverance. Me persevere a lot of things. So perseverance ina bear fruits and persistent. Ninge quit singe bear this child. So persistence kwa biashara is very very important. Kama watu wanajua wewe unauza viatu pale Ruiru. Wacha wakae wakijua ukionda Ruiru hapo opposite Deviki utapata mdema anauza viatu hapo. Wacha wakujua na what you do.
And ukiweka persistent for 2 years, utakuwa a very big business person. And of course with faith, unajiambia God, kuna kamimu kanasemanga Coca-Cola company, for the first 1 year, only that 7 sodas were consumed. You can imagine. Na saa hii, kila mtu mwenye akona fridge, kila mtu mwenye akona uwezo wa kukunywa kitu, in every day, almost 90% of human beings wana consume Coca-Cola products. What if wali give up? It wouldn't be so today. So I believe vile naendanga town kununua spare parts, naenda kawawendanga kununua spare parts, one day hata mimi nitakuwa wholesaler. I will be importing just like they do because of persistent. Yes. Now, is there anybody maybe now, because we are talking about the process, and of course we talk about how you began, the challenges, and even the fruits, how you progressed. Is there anybody maybe who was very pivotal in terms of how to support you, who, in this business and really helped you to where you are at, like a mentor? Yeah. First, I'll talk of financial support. Yes. Hii job inataka a lot of capital, sababu nimekwambia bikes are of different categories and each bike requires their special attention. Yes. So my number one financial assistance, my aunt. Yes. Amekuwa sana akinisupport, nikimwambia auntie nahitaji 10k in 2 weeks nikurudishie. Yes. Anacheza kaa yeye. And then again my parents wako employed, they depend on farming. Yes. So unapata wakiharvest, like wamepata 20 Gs wananirushia. Yes. Ananiambia go multiply that. Na mimi I'll make sure hawajalala njaa, I'll make sure mama ametoa pesa ya chama, I'll make sure wako na sukari kwa chai. And then alongside your business period, I met a friend anaitwa Ben. Yes. Imagine hata sijui niseme nini. Imagine umemeet Fred, amekuwa customer na ameanza kushare challenges una face, from nowhere anakupatia pesa pap. Kamwambia mimi stress niko nayo ni stock, sina miguu, kasema wanauliza miguu, sina viti, niko na tu vitu za kawaida. Kanambia Joy, kanita tu akanambia Joy, uko na mkono wa biashara. Na mimi niko na project, kuna kitu nanunua, kuna project nafanya by March, by May. So mimi hakuna pesa iko kwa bank hainisaidii. Enda ni withdraw hiyo pesa, nikupatie. Na wewe before 15th of May, ukume nirudishia ndio nifanye target yangu. I was surprised. I cried. Hata sikujua niambie Mungu nini. So nikachukua hiyo pesa, nikanunua stock na yote. You can imagine alinipatia 50,000. Wakati wa kumrudishia nimrudishia zikuwa 100. Na mimi nikamwambia na wewe venye ulinisaidia, enda pia wewe fill your gap, na wewe utanirudishia at a certain time. And that's how nilianza kuinuka financially. Na kutoka hiyo time amekuwa nirushia 5k, nirushia 10, and I thank God for him. Wow. Yeah. That's awesome. And of course we really thank them that have released you right from your parents. Na auntie pia. Yeah. Thank you so much auntie. Hata mimi nitakupigia wewe unacheza kama wewe. Na pia Mike amenijengea shop 1 na shop 2. Mike. Yeah, at a price of a friendly price. Yes. Pia Mike sirisahau kumthank. Mike, ukiwatch hii program tunakushukuru sana. Thank you very much. Yeah. And as we wind up now, Kabisa, what did you learn, especially from, because I would see, having stayed with the first mechanic for 6 months, what positive thing did you derive from all that scenario? From him or from the entire process? Especially now from him, based on what he made you go through. The most important thing that I appreciate about him ni kunielimisha. As I told you, I didn't know much about the spare parts. Yes. So customer angekuja niambia nipatie gear lever. Yes. Na maybe hata iko na another name, like for example kuna spare inaitangwa Lockerham na inaitangwa pia Butterfly. So siku moja customer ananiambia uko na Butterfly. So hadi naona mimi mnakuanga joka sana. Just unajua wase waduthi ni majoka.
So my first mechanic kitu naweza mu appreciate nayo ni kunifunza. Amenifunza spares, nikazijua na majina, nikazijua by appearance, hata ukikuja na sample, don't have to ask you hii inaitwaje, just go pick na pia unanilipa. So naweza mu appreciate kwa kunifunza. Number 2, na pia kushikilia shop. Wakati siko na wakati niko hata niko chacha, unajua ni wa Mlambiza hizi enda church, amefungua. Na another important thing pia, hakuwa ananibia. So nikienda church, akiuza, anaandika, napata pesa. Nikienda kununua stock, anauza, anaandika, napata pesa. So mpaka sasa hapo venye sasa alienda kiditrolia, sasa hapo ndipo tulianza issues za uliuza hii huku nipea pesa, uliuza hii huku andika. So alianza kuchange. So at first naza appreciate honesty na kunipatia knowledge about the parts. Wow. Yeah. Awesome. Thank you very much. Now you can just tell us where you are located, if somebody needs to find you, how they... And you know, there's one of our producers asking, kama uko na mtu. Sasa I don't know why spare part injini ya gari ama kafraita ya duthi inakujania na mtu. Sasa sijui tumjibu ama tuachane na yeye. Iko complicated. Iko complicated. Wewe kutia taya ya duthi, naona hata kuna mitoto ya duthi, wewe utatosheka hivyo. Tafadhali. So just tell us where you are located, how somebody can find you. Are you in social media? You know, give us direction to this place. Okay, my first shop is located at Kihunguro. Yes. Behind the tallest building in Kihunguro, known as Skylink Villa. Yes. Here you will find a very amazing soul. Yes. My mechanic, Yes. known as Andrew Ouma. Yes. Huyo atakuuzia, akutengenezee na kusatisfy. Na akuchekesha sana, by the way. Is very very amazing. I treasure him so much. Hata namwambia siku moja nitakubaia bike. Wanambia ananitanga manager. Manager hiyo maombi itafika. And my newborn shop is located at Ruiru town. Yes. Along Kiambu Road. Yes. Mahali kunaitwa Deviki. Deviki ni kampuni ya mabati. So ukiingia Ruiru town hapo kunaitwa Junction. Yes. So ukikuja Junction utapata Nelly Joy. Yes. I'm in Facebook, Nelly Joy. I'm on Instagram, Nelly Joy. And of course, number ya WhatsApp siwapei. Yeah. Sawa, thank you so much, Nelly, for your story. I believe it has really inspired me personally, and many others will be, who are listening to us, will be inspired. And of course, you've heard it. It's all about prayer, perseverance, and persistence, and that's it. And I always say, whatever you are doing, make sure you also speak to your business, because I always say business do have ears and they listen, and all in all, God is above all. Thank you so much for tuning in. Of course, this is what we'll be doing. We'll be bringing you stories, the real stories that affect people, and you'll be inspired, and that's it. That's our role. But just before you go, make sure you have subscribed, make sure you have shared, make sure you have clicked that bell so that you get notification every time we upload a new video. Bye-bye for now. See you next time. God bless you.